ya pili ya Pasaka, ambayo sisi pia tunasherehekea ile Dominika, tunasema Dominika ya huruma ya Mungu. Zamani wakati ya ukatekumeni, baada ya ilikuwa inaitwa Dominika ya nguu nyeupe. Kwa nini? Kwa sababu baada ya ile kesha la Pasaka, wale wakatekumeni walikuwa wanavaa, walipokea nguu nyeupe, na walikuwa muda ya oktava ya Pasaka, tuseme siku 8 ya Pasaka kama siku moja, wakivaa nguu ile nyeupe. Walijaribu kutochafua ile nguu, na walikaa tuseme wiki nzima mpaka kufika Jumapili, Jumapili ya leo, kwa sababu walifanya kesha la Pasaka na baadaye askofu anakuja kwenye Dominika ya pili kwa tuseme kuonyesha sasa watu wapya, Wakristo wapya katika jamii ya Kikristo. Ilikuwa kwanza kwa kuonyesha kwamba jinsi utaratibu kumaliza ile utaratibu, kuonyesha kwamba Mungu pia anafanya kuna ile utaratibu. Sisi tulikuwa dhambini, sasa ndio tumetakaswa na maji na kweli na ibada za kanisa, na sasa sisi tumekuwa wote viumbe vipya, na ni muhimu sana kuonyesha haya yote, kwa sababu na pale tuliona tayari huruma ya Mungu. Tuliona katika wiki kuu fumbo la Yesu Kristo kwamba Yesu Kristo kweli Mungu huyo mwenyewe anachukua hali zetu msalabani, na sisi sasa tunapata nafasi tena na kuingia mbinguni, kwa sababu sasa huyo Yesu Kristo kwa ufufuko wake anaenda kuzimu, anachukua tuseme ustahili ya kibinadamu tena na sasa anafungulia mbinguni. Kwa hiyo sasa sisi sote tukipokea hayo yote, sisi tunaweza ndio kuishi pamoja na Kristo milele na milele. Hii ni kitu cha kwanza msingi. Baada ya hapo wakati wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, sasa dhihirisho ya Mtakatifu Paulina ilikuwa dhihirisho ile ambaye tunaona kwamba kuna pale inaonyesha kama mataa matatu, na moja ya blue ambayo inaonyesha ishara ya ubatizo, na nyekundu pale mawili damu ya Yesu Kristo, na huyo Paulina, Mtakatifu Paulina ambaye amepata tuseme utakatifu kwa alitakatifuzwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Wakati ule ndio alipata ile dhihirisho ambaye ya Yesu Kristo mwenye huruma, najua pale Poland, na pale tunaona daima tukipata dhihirisho ya Yesu Kristo ya Bikira Maria, daima ni mwaliko ya sala, mwaliko wa uongofu, mwaliko ya kugundua uwepo wa Kristo, jinsi Mungu kweli bado anahurumia sisi, jinsi kweli Mungu bado anatupatia nafasi. Lakini sasa tatizo ni kwamba sisi tunafanya unyanyasaji ya nafasi ya Mungu, kwa sababu ndio leo sisi tupo hapa tunasikiliza neno, ni kama tunaokoka kwa njia ya sakramenti, lakini bado na sisi hatujaamua vizuri, kwa sababu sisi tunataka mambo ya kimungu, mambo ya kiulimwengu, na tunafikiri kwamba kila kitu kinaweza kwenda pamoja. Lakini siku moja atakuja Yesu Kristo, utatolewa, lakini utakuwa na hali gani? Hii ni swali ya kwanza kuhusu huruma ya Mungu. Ndio tuna mapadre leo, kuna sehemu nyingine hatuna mapadre kwa maungamo au sijui, lakini mpaka lini sisi tutaangalia hayo yote kwa mauzoefu? Hawezekani, kwa sababu Injili ya Yesu Kristo ni habari njema kila siku, na kila siku lazima nione habari njema. Injili sio uzoefu. Injili Yesu Kristo sio uzoefu, daima anakuja na kitu kipya ndani yangu. Kila misa kwa mfano, kila ibada ya misa ni tofauti. Kila ibada watu wanasema ni ile ile. Hapana, kila siku ni kitu kipya, ni
ni neno moja nzuri tofauti ya ile ya jana. Hii ni kitu cha kwanza. Basi tunaingia katika hii injili ya leo ya leo ambayo tumeona Tomaso ambaye anatoa ushuhuda mzuri sana, kwa sababu anataka kuhakikisha kila kitu ndio, na baadaye anapata imani. Lakini Yesu Kristo anasema kwamba heri wale zaidi kwa sababu wanaamini bila kuona. Maana yake kwamba imani haipo katika muujiza. Sisi tunafikiri kwamba imani ipo katika muujiza. Nikipata muujiza, nikiona muujiza, nikihakikisha kila kitu, nina imani. Hapana. Imani ni kuamini neno moja ambalo linatangazwa juu katika mbele yako. Imani ni kuamini neno. Imani ni kusema kwamba wakati Mungu anasema kwa Abrahamu ambaye alikuwa anaabudu miungu mingi, anamwambia Abrahamu, wewe, mimi ni Mungu wako, toka, acha kila kitu, enda na nitakuonyesha nitakupa ahadi ya mtoto moja na ardhi. Na yeye akasikia, akaamini, akaenda. Vile vile imani bila watu wengi pale, hasa wale ambao walikuwa sio Wayahudi sana. Mara nyingi tunaona katika Injili kwamba hata na matatizo yao alisikia kuhusu Yesu Kristo, hasa vipofu. Anasikia kwamba Yesu Kristo anapita, lakini hajawahi kumuona, hajawahi kuhakikisha kwamba kweli yeye yupo, lakini amesikia, alisadiki na aamini kwamba huyu Yesu Kristo ni mwokozi wake, mwokozi wao, anaweza kweli kumsaidia. Kwa hiyo maana yake kwamba watu hawa anaamini neno moja, sio muujiza. Na hii wakati ule ni kama ya kisasa, kwamba sisi hatujawahi kukutana kweli na Yesu Kristo, tuseme ya kimwili kabisa. Lakini ukisikia katika Ekaristi, unaona mkate, unaona divai, lakini ukisikia huu ndio mwili wangu, huu ndio damu yangu, ndani yako inatokea kitu fulani ambaye ni tofauti sana, sio kitu cha kawaida, inakugusa na wewe unaanza kuamini kwamba kweli hii ni neno la Yesu Kristo la jana, ni neno ya kisasa hivi, na inatimiza kwa njia ya mkate na divai ambaye tunaamini kwamba inakuwa mwili na damu yake, kwa mfano. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba hapa hii tukio ni muhimu sana, linatufundisha sana. Sio hatupo hapa kwa kuhukumu Tomaso, anatufundisha kwa sababu sisi di kama yeye. Sisi mara nyingi sisi tunataka kuhakikisha kila kitu lakini hakuna uhakikisho yoyote. Hata katika miito yetu ndio tunaingia na pole pole Yesu Kristo anaanza kutusaidia. Na hapa tunaona pia utume. Baada ya tukio hili, pamoja na tukio hilo, tunaona utume ya kila Mkristo, kwamba Yesu Kristo anatupatia Roho Mtakatifu. Anatupatia Roho Mtakatifu ya kutusaidia kutakasa mawazo yetu ili tusiwe na mashaka, na pia anatuma sisi sote kwa kutangaza Injili, kutangaza kwamba Kristo ni mfufuka. Wapi ninaweza kuona kwamba Kristo ni mfufuka ndani ya maisha yangu? Unaangalia, kwa sababu kama tumesema mwanzoni, lazima tuonje fumbo la Yesu Kristo, hali ya kifo, mateso, hali ya kifo, hali ya ufufuko. Pale katika matatizo yetu, katika wakati tulipokuwa dhambini, wakati tulipokuwa mbali sana ya kanisa, wakati tulipokuwa tulipokuwa bila hata kuamini, pale ilikuwa hali tuseme ya mateso na kifo. Mateso au hali ya kuzimu, tuseme hivyo, hali ya kutoangalia chochote mbele yetu
na pole pole pale Yesu Kristo anaanza kusafisha macho yetu, anaanza sasa kutuita, na mimi nimekuwa padre, huyu amekuwa sister, wewe umekuwa mwanandoa, kwa hiyo wewe umekuwa hata mjane, ni mwaliko wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unaanza kuangalia kwamba Yesu Kristo pole pole anaanza kutakasa, na pale unaanza kuangalia mwanga tena, unaanza kuangalia mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo. Na baada ya kuangalia mwanga wa Kristo, baada ya kuona kwamba Yesu Kristo anajidhihirisha na anasema amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu sio kwa sababu hatukuwa na vita, ni kidogo sana. Amani iwe kwenu ni maana yake jipeni moyo, au imetimiza kila kitu. Sasa enendeni kutangazia ndugu zangu, na kwa hiyo imetimiza. Amani ya kwenu ni zaidi ya kurelax, ni zaidi ya sijui kutulia, zaidi ya utulivu ya maisha. Amani ya kwenu ni kwamba ni kusema imetimiza kila kitu, kila kitu, ahadi zote za Baba, ahadi zote, upendo kubwa sasa umedhihirishwa mbele yenu. Na kwa hiyo sasa nini unaweza kufanya? Nini tu? Kuamini kwamba mimi ni mlango, kuamini kwamba mimi ni Bwana. Na pale ndio baada ya kugundua hayo kwamba Kristo ni mfufuka, sasa ndio wewe sasa una ujasiri na kwa Roho Mtakatifu ya kutangaza habari njema, ya kuishi tofauti katika ulimwengu huu. Sasa unaweza sasa kwa Roho ya Kristo unaweza kusamehe, kuomba msamaha, unaweza kuangalia mahitaji ya wengine, unaweza kuhurumia wengine, unaweza sasa kumpa nafasi, kumsikiliza. Mara nyingi kuna watu wengi anataka kusikilizwa, na kwa sababu hajasikilizwa nyumbani, hajasikilizwa popote, marafiki na mdarau. Kuna watu ambaye anahitaji kusikiliza hata shauri hivi. Kwa hiyo mara nyingi anateseka kwa sababu anasikia upweke. Kuna watu wengi anajisikia na upweke sana. Natumaini kwamba katika kanisa letu hatuna mtu ambaye anajisikia upweke. Kwa sababu hiyo sisi tunajumuia, tunasali ndani ya jumuia, tuna vyama ili tusikae peke yetu. Ni mbaya mno mtu akikaa peke yetu. Hakuna upweke ndani ya Ukristo hata kidogo, kwa sababu cha kwanza rafiki yetu wa kwanza ni Kristo, ambaye sisi hatujisikie peke yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuangalie kwamba kanisa linaanza kujionyesha sio kwa njia ya kiibada tu, inaonyesha kwa njia ya maisha yenu, kwa njia ya maisha yangu, na kwamba Kristo kweli yuko hai, kwamba Kristo kweli yupo pamoja nasi, kwamba Kristo kweli bado anaendelea kutakasa ulimwengu huu kwa njia ya maisha yako, kwa njia ya maisha yangu. Na pale kweli watu wanaanza kuvutiwa kwa njia yako, akiona wewe familia, wewe baba unatembea na mama, wewe kweli unapitisha imani kwa watoto, kwa sababu siku hizi shuleni tunapata vitu vya ajabu sana kwa watoto, au sijui pengine. Kwa hiyo ni muhimu sana tukisindikiza watoto wetu, tukisindikizana, tuseme na tusiwe na unafiki, tuseme ukweli, turekebishe ndugu zetu kweli, lakini kwa huruma. Turekebishe. Marekebisho ya Kikristo ni muhimu sana. Tukiangalia kwamba mtu anaingia dhambini, kwa nini tusiseme chochote? Kwa nini tunaacha ndugu yetu kupotea hivi? Ni muhimu sana kumwambia, kusema ukweli. Ndio tumeshasema mara nyingi hapa kwamba katika msalaba wa Kristo tunaona ukweli umesulubiwa. Yesu Kristo amesema mimi ni ukweli umesulubiwa. Lakini hapa tunaongea kuhusu marekebisho ya Kikristo. Tuseme kurekebisha ndugu yetu sio mbaya, lakini tunahitaji kuomba msaada wa Yesu Kristo ili tuseme na maneno sahihi. Lakini kukaa kimya sio sahihi. Kukaa kimya na kuacha ndugu yetu apotee tena, au mkatekumeni ambaye alibatizwa juzi hawezekani. Ni muhimu sana sisi kweli tujenge hizo tabia, kama somo la pili ilikuwa inasema ushirika wa kila kitu. Kwa sababu hiyo Yesu Kristo, kanisa linatoa injili ya leo ya kukumbuka kwamba huruma, tukisema huruma ya Mungu
na pia ni huruma yetu. Hata Yesu Kristo atasema katika Injili nyingine, ukisema kwamba unapenda Mungu na hupende ndugu yako, wewe ni mwongo, kwa sababu ni yale mahusiano. Ni kama sisi na wazazi wetu, na hatupende wazazi wetu, lakini tunasema tunaamini Mungu sana. Picha ya wazazi ni kidogo yale mahusiano sisi tunahitaji kujifunza. Kwa sababu hiyo tunaongea kuhusu huruma ya Mungu, sio ile huruma ambayo Mungu anakupatia na wewe unapokea. Sio hiyo. Wewe pia umealikwa kuwa mwenye huruma. Macho ya msulubiwa ni kitu gani? Ni kwamba wewe unakufa msalabani na unaangalia chini ya msalaba wazuri na wabaya, na unajitolea kwa wote bila kuchagua. Hii ni macho ya msulubiwa. Kwa hiyo hii ni huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ilitokea pale na sisi tumealikwa kuwa nao. Kwa hiyo ni muhimu tuingie na tutoe shukrani kwa Kristo leo, ambaye ni mshindi ya maisha yetu, na anatubariki, anatupatia neema na pia jasiri ya kusonga mbele katika utume wetu, kwa sababu bado imeanza tu wiki moja hiyo Pasaka, ili kwa ile tutetee hii furaha ambayo tunasikia kipindi hiki mpaka mwisho, mpaka kesho la Pentekoste, ambayo kweli Mungu anatimiza na tuseme anathibitisha ubatizo wetu kwa njia ya Roho Mtakatifu.